Tutangaza vita. Sawa, sasa tumalizie na kuna mkataba tuliona mark agreement hivi juzi, ilikuwa ni Uturuki, Pakistani na Saudi Arabia waliweza kuingia hayo makubaliano, kwa maana ukimshambulia mmoja, wengine wanasema ni NATO ya Kiislamu, ukimshambulia mmoja basi wao wana wajibu wa kuingia wote kwenye vita. Haya makubaliano kwa utaalamu wako ni ya namna gani na je, yana uhalisia? Asante sana. Mimi naweza nikasema kwamba ni mwanzo mzuri wa kuform military alliance kubwa pale Mashariki ya Kati. Lakini watu wengi wameanza kuifuatilia huu mkataba au hii story katikati. Ndio. Ili uweze kujua hii story imeanzia lini, unatakiwa urudi tarehe 17 Septemba mwaka 2025, yani mwaka jana, ambapo Pakistan pamoja na Saudi Arabia waliform military alliance. Wanaita mutual agreement kwenye masuala ya kijeshi. Au kwa lugha nyingine sasa ushirikiano wa kijeshi ulikuwa formed mwaka jana. Ule ushirikiano walikubaliana kuwa ikitokea nchi moja imeshambuliwa, nyingine itakuja kusaidia. Si ndio? Baada ya muda kidogo, Uturuki wakaona kuna haja ya kuhusika pia katika makubaliano hayo. Kwa hiyo Uturuki ilivyokuwa inataka kuingia, wakafanya negotiations nyingi sana. Uturuki ikaona kwamba kuna haja kweli ya kuingia katika hii alliance. Kwa baada hapo ndio wakatengeneza kitu kinachoitwa sasa Mecca Joint Military Pact, hiyo kwa mantiki hiyo sasa muunganiko wa pamoja wa kijeshi, ambayo ilikuwa nadhani ni tarehe 7 mwezi Agosti kwa mantiki na mwezi huu. Sasa ukitaka kuona ni kwa namna gani hii military alliance ina umuhimu na inaweza ikawa ni mwanzo mzuri wa kuform mfano wa NATO pale Mashariki ya Kati, ni kwamba unaenda kukutanisha superpowers pale Mashariki ya Kati. Najua bado utakuwa hujanielewa, labda ngoja nielezee vizuri. Ni kwamba Saudi Arabia bajeti yake ya kijeshi ya mwaka 2025 kadiri ilivyoripotiwa, sawa, ilikuwa ni takribani dola bilioni 83.2, dola bilioni 83, ambapo ni trillions of money za Kitanzania. Hiyo ni bajeti, sio ya nchi, bajeti ya jeshi la Saudi Arabia. Sasa bajeti ya jeshi la Pakistan ilikuwa ni takriban dola bilioni 11 na vipoint. Ndio. Bajeti ya jeshi la Uturuki ilikuwa ni takribani dola bilioni 30. Sasa combined hii package yote kwa ujumla ni takriban dola bilioni 125. Sasa yani hizi nchi tatu combined kama military alliance kwenye bajeti zao zilikuwa combined. Sasa ukiangalia kwa mfano bajeti ya Irani ni takribani kadiri ilivyokuwa reported kwa mwaka jana ni takriban dola bilioni 7.5. Sasa ukiangalia maana yake nini? Hawa nchi tatu combined bajeti yao ni mara 16 ya bajeti ya Irani ya kijeshi. Kwa lugha nyingine zinapokuwa combined zinatengeneza kitu kikubwa, lakini watu wanachanganya na stamani wachanganya. Ukubwa wa bajeti ya kijeshi sio ukubwa wa jeshi. Kwa lugha nyingine military spending haipo, sio equivalent au sio sawasawa na kuproject power au tunaita ile military power. Military power inaangaliwa na vitu vingi, au ile nguvu ya kijeshi inaangaliwa na teknolojia, ukubwa wa jeshi na vinginevyo. Lakini pamoja na hiyo, huo kwa upande wa Irani, huo kwa upande wa huu mwingine wa hii alliance ni mwanzo mzuri, lakini bado Irani waliutest. Nikisema waliutest najua utakuwa hujanielewa. Ni kwamba defense agreement ya kwanza imeshaanza toka mwaka jana kama nilivyosema, kabla hata ya hii Pakistan na Saudi Arabia. Lakini hapo katikati Irani walifanya mashambulizi dhidi ya targets kule Saudi Arabia. Yes, walishambulia kambi za jeshi la Marekani kule Saudi Arabia. Yes, lakini baada ya mashambulizi yale ni kweli Pakistani ilionyesha kwamba haya makubaliano sasa ni ya kimkakati. Kwa sababu gani? Kwa sababu Pakistani kwa mujibu wa ripoti inaonyesha kwamba ilituma baadhi ya ndege zake za kijeshi kwenda kusapoti kufanya defense ya anga la Saudi Arabia. Hizo ripoti zipo. Walituma vikosi, walituma baadhi ya ndege za kijeshi lakini pia walituma wanajeshi kwenda kusapoti operations za kuidefend Saudi Arabia.
Lakini sasa kwa lugha nyingine, je, wamefikia kiwango cha NATO? Hilo ni swala la msingi sana. Hapana. Ili ufikie kiwango cha NATO, sio tu kuwa na bajeti kubwa na sio tu kusaini ile paper agreement au kwa mantiki ya mkataba. Hauhitaji hivyo peke yake. Unahitaji muweze kuwa exchange teknolojia katika kiwango kikubwa, na mmekuwa na mifumo yenu ambayo ipo integrated kuwalinda wote. Kwa mfano NATO, kama NATO wana kitu kinaitwa integrated air defense system, yani kwa lugha nyingine mfumo wao wa ulinzi wa anga kama NATO wote wapo ndani ya umbrella moja. Kwa lugha nyingine, ukishambulia ile mifumo inasomana kabisa, sio? Unapata vizuri. Na wana silaha nyingi za kimkakati ambazo wanajaribu kuendelea kuzishare. Kwa lugha nyingine, katika mazingira hayo tunaweza tukasema kwamba ni mwanzo mzuri wa kuelekea kuwa military alliance kubwa, lakini bado wajafikia kufananishwa na military alliance kama NATO, kwa sababu wao ndo wameanza sasa. Sawa, tumalizie na utabiri wako sasa. Nataka tumalize hii. Unaonaje sasa Mashariki ya Kati, Hormuz ndani ya miezi 6 ijayo? Je, Irani watabaki na msimamo wao kwamba wanataka wabadilishe Hormuz kama ilivyokuwa zamani, isirudi kama zamani kwamba ni free, waweze kupokea pesa kupitia Hormuz? Na vipi kuhusiana na Saudi Arabia, Marekani? Je, watakubali kushindwa kuhusiana na Hormuz? Je, Hormuz itabaki kama zamani, au Hormuz ile ndo basi sasa wananchi au dunia tusahau kwamba lazima tukiamua kupita pale lazima tuwe tunalipa pesa? Je, ndoto za Trump kuirudisha Hormuz kuwa kama zamani? Na jana nimeona taarifa kwamba Trump alisema kwamba ikitokea Irani wamekubali kuifungua Hormuz, wasichaji pesa yoyote, basi yeye yuko radhi kuondoa vikosi vyake vyote Mashariki ya Kati ambavyo viko pale. Swali zuri. Sasa hivyo hivi kama ulivyosema, Trump amekuwa akisema hiyo kauli mara kadhaa. Yes, lakini swala la Hormuz kuwa kama ilivyokuwa mwanzo, as we knew it, mimi kwa utabiri wangu ni kwamba sio jambo rahisi, lakini siwezi kusema kwamba haliwezekani au linawezekana moja kwa moja, kwa sababu Irani wameshaonja nguvu walionayo kama wakiwa na control Hormuz. Kwa lugha nyingine, wanataka wairetain hiyo nguvu, yani wanataka kuhakikisha kuwa Hormuz inabaki chini ya control yao, ili kuhakikisha kuwa wana strategic advantage ya kutoingiliwa katika mambo yao ndani na taifa kama Marekani. Trump ndio alisema hivyo, lakini katika kusema kwake hivyo, maana yake ni kwamba aliadmit kuwa wanakaribia kushindwa vita kama wakitekeleza hilo. Wakitekeleza hilo, maana inaweza kuwa ni kauli tu, kwa sababu Trump kuna wakati pia usizifuate sana kauli zake, anaweza kuwa anakupoteza. Unaweza ukafungua mlango bahari wa Hormuz, kesho akamwambia hapana, tuendelee na vita, tumchape huyu sasa. Kwa hiyo nyingine, kauli za Trump atakiwa uzipokee kwa umakini. Yes, exactly, kwa sababu anasema hivi, anasemaga hivi, anaenda hivi, anafanyaga vice versa. Lakini kama ikiwa kweli kauli yake ikawa ni hiyo hiyo na akafanya hivyo, inakuwa ni kushindwa vita, kwa sababu saizi kipindi chote cha miezi kadhaa baada ya vita kuanza, operation ya Marekani inajikita katika kufungua mlango bahari wa Hormuz, ambayo mlango bahari huo ulikuwa wazi kabla ya vita kuanza. Kweli. Kwa lugha nyingine, wanajikita kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao ulikuwa wazi kabla ya vita kuanza. Kwa lugha nyingine, malengo makuu ya vita hajafanikiwa, unaanza na lengo lingine ulilolisababisha wewe katika hali ya vita, ambalo ndio tatizo lenyewe unataka kulisolve. Sasa twende kwenye utabiri wangu ni nini? Utabiri wangu, ninaona Mashariki ya Kati nchi nyingi zikianza kutafuta uhuru wa kimkakati wa kujitegemea kijeshi, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa inaonekana kuwa na kambi kuwa na kambi ya jeshi la Marekani katika nchi yako ilikuwa inaonekana kama ni sehemu ya ulinzi. Lakini baada ya vita hii kuanza, kuwa na kambi ya jeshi la Marekani katika nchi yako, nikimaanisha pale Mashariki ya Kati, kambi ya Bahrain kule, Kuwait, Jordan, imeonekana kuwa kumbe ni hatari. Kwa sababu kambi hizo zinaweza zikashambuliwa na Marekani asijibu kwa mapigo makali ambayo yatamzuia yule mtu kuendelea kushambulia. Kwa hiyo nchi zimekuwa katika riski. Na hili limesababisha zijifunze swala moja la msingi, kwamba wanahitaji new alliances au wanahitaji ushirikiano mwingine wa kimkakati wa kijeshi, kwa sababu kumbe Marekani anaweza siwe reliable kwa 100% kama walivyozani awali.
na kwa sababu hiyo ndio maana unaona sasa kuna kufomu hizi alliances nyingine, ikiwemo hii ya Pakistani ambayo of course toka mwaka jana, lakini ikiwemo sasa Uturuki pia kuingia kwenye hii alliance, kwa sababu sasa Saudi Arabia na wenzake wanaanza kuona kwamba kumbe haitakiwi kudepend on Marekani kwa 100%. Lakini bado Marekani ni super power, bado ana nguvu kubwa ya kijeshi, na bado kama taifa lenye nguvu saizi duniani litaendelea kudictate maelekezo ya nini kifanyike pale Mashariki ya Kati. Lakini tu kutakuwa kuna alliances nyingine za kimkakati ambazo labda kwa wakati fulani zinaweza zika stand out kuonekana, lakini mpaka China itakapo rise kisawasawa bado Marekani ni super power. Naomba pia nimalizie kwa kusema hivi, kwa sababu kuna swali moja ambalo watu wanaendelea sana kujiuliza na labda wanajiuliza ni kwamba Marekani na Irani ni lipi sasa taifa lenye nguvu au uwezo mkubwa wa kijeshi? Marekani ina nguvu kubwa sana ya kijeshi mpaka sasa hivi, licha hayo yanayoendelea. Yes, licha hayo yanayoendelea. Ni kwamba kama taifa la Marekani raia wake kule nyumbani hawajatoa baraka zao kuhusiana na hii vita. Ndio maana ukiona hizi tuazita polls hizi zinaonyesha kabisa kwamba hawasapoti hii vita. Na kwa sababu raia hawasapoti hii vita, maana yake ni kwamba Marekani haruhusiwi kwenda with full force, ikiwemo kuput boots on the ground, yani kwa lugha nyingine kuweka wanajeshi, kuwatuma wanajeshi waende ardhini wakachukue ardhi au kuteka ardhi. Sasa ilivyo ni kwamba maeneo mengi ya Irani tayari hapo chini ya ardhi, kwa mantiki ni maandaki huko chini, missile cities. Kwa hiyo unahitaji wanajeshi ardhini ili waende wakashambulie kimkakati hizo missile cities. Kwa lugha nyingine ni nini? Irani kijeshi bado sio super power ukilinganisha na Marekani. Kwa in 1 to 1 kama kweli Marekani ikaenda with full force ikatuma kweli jeshi la ardhini ikatumia vifaa vyake vyote vya kimkakati, inamshinda Irani asubuhi. Lakini pamoja nayo mapema tu hiyo ni maoni yangu binafsi. Sawa. Lakini kwa lugha nyingine hawawezi kushinda vita dhidi ya Irani kwa kutumia air campaign peke yake, kwa kutumia operation ya anga peke yake. Na kwa lugha nyingine wanahitaji jeshi liende ardhini. Lakini sasa Wamarekani kule nyumbani hawaruhusu jeshi liende ardhini kwa sababu wanaona kabisa hii sio vita yao, hawahitaji kupigana vita hii. Kwa hiyo nitamani kuclarify hilo kwamba Marekani bado ni jeshi kubwa ukilinganisha na Irani, lakini kwa air campaign peke yake hawawezi kushinda hii vita. Sawa bwana Lucas, mimi nikushukuru sana. Tumeweza kuwa na wakati mzuri muda wote wewe bwana.